Ukiwa unaangalia United kwa mfano unaangalia jana unaishia unacheka tu. Mimi naona si sawa kuishukia Manchester United anapokutana na Nottingham kwa sababu si kipimo cha Manchester United kwa sasa. Huyu Nottingham ni mnyama sana kwenye msimu huu. Mnaionea bure Manchester United. Kwa hiyo pasuka jana United bao 1-0, kwa hiyo Nuno inawezekana akawa anaendeleza kile kilicho bora kwa upande wake akiwa na Nottingham Forest kwa sababu anaitafuta pia tiketi ya kwenda ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini unajua kwenye FA Cup ameenda kuna kwa hatua nusu finali. Kwa jana wanetu licha kwamba walicheza huku na huku, lakini kifo mbele yao ilikuwa ni jambo la kawaida, yani ilikuwa kama kinasubiriwa hivi. Arsenal the Gunners pia alicheza mbele ya Fulham na Arsenal pata ushindi bao 2-1. Bukayo Saka amerudi akaenda kambani, lakini kuna shida kwa sababu jana beki wao Gabriel Magalhaes alipata injury na yawezekana sasa kama itakuwa ni kubwa maana yake itakuwa kuna shida kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya wiki ijayo mbele ya Real Madrid. Wolves alimpiga West Ham bao 1-0. Lakini pia leo hii kama weekend tu kwa sababu ana Mouth yupo nyumbani anacheza na Ipswich Town, Brighton Hove Albion mbele Aston Villa, Manchester City mbele ya Leicester City, Newcastle mbele ya Brentford, lakini pia Soton watacheza na Crystal Palace na majogoo wa jiji klabu ya Liverpool saa 4 usiku. Kwa sababu za juu zote itakuwa ni 3:45. Liverpool wanacheza na Everton kwenye mechi nyingine heavy, haijawahi kuwa nyepesi kwa sababu hii ni derby. Yani Everton wanaona ni wazi ni bora achukue timu nyingine yote ubingwa, lakini si majogoo wa jiji klabu ya Liverpool. Kwa hiyo leo pale nchini England ubao unasomeka hivyo. Lakini pale kwenye kandanda la Afrika jana klabu bingwa barani Afrika Esperance de Tunis jana chezeshwa sana kichapo mashabiki wao mara baada ya fujo walizozianzisha mara baada ya kupasuka mbele ya Mamelodi. Jana Esperance amepigwa bao 1-0. Ahali akampiga Hilal Mdumani bao 1-0, lakini hii mechi bado haijaisha. Penda namna ambavyo Ibenge alichagua kuwa solid sana kwenye eneo lake la ulinzi kwenye namna ya kujilinda. Kwa hiyo mechi ya mkondo wa pili inawezekana ikawa inaamua nani anaenda nusu finali. MC Alger alipasuka bao 1-0 mbele ya Orlando Pirates. Pirates jana wanavyoingia kuna upande mmoja wa goli walienda walikaa almost kama dakika 3 hivi. Kipindi cha kwanza wamaliza no shoot on target. Kipindi cha pili ile goli ndilo ambalo walimpiga shoot on target afu akaweka chuma. Pyramids akampasua Farabati bao 4-1. Mwanetu Fisto Kalala Mayela alienda kambani. Hiyo ni klabu bingwa barani Afrika. Leo hii ni kombe la shirikisho barani Afrika. Leo kuna michezo mingi sana. Kiachana na mechi ya Simba. Simba naye anacheza saa 1 na Al Masry na mnyama ya sasa hivi anaamini kwamba ni mechi ngumu, lakini wamejiandaa kwa kisha kwamba wanafanya chochote kitu. Na Al Masry ni miongoni mwa timu ambazo ni bora sana kwenye uwanja wake nyumbani. Kwenye hatua ya makundi kwenye pointi 7 alizivuna akiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Watu wengi wanasubiri kuona Fadru atakuja na approach namna gani kwa sababu ni kama wanahisi amepata tiba ya kucheza kwenye viwanja vya ugenini kwa sababu kwenye hatua ya makundi alifanikiwa kuvuna alama 4 kwenye viwanja vya ugenini. Kwa hiyo leo hii moja kwa moja approach ya kwanza watu wanaamini kwamba Faldo anaweza kawa anaitafuta sare afu shughuli akaimalize kuna Koniba na Mkapa jijini Dar es Salaam juma lijalo. Lakini game nyingine ni ASEC na Bekane. Kuna game ya Constantine USM Alger, Sterling inatoka nyumbani pale Afrika Kusini saa 10 mbele ya Zamalek. Wengine wote itakuwa ni saa 1. Sasa baada ya hapo voice note umeisikia? Bwana. Sasa ile voice note yule ni goalkeeper. Kuna voice note ndugu zanguni. Hiyo inasemaje voice note? Inasema kwa Kiingereza, fanya udesi hapo. Ligi ya soka Tanzania bara NBC Premier League msimu wa ligi mwaka 2024-2025 jumba la heka leo hii kutoka kwa moto kwa sababu saa 8 kamili mchana klabu ya Pamba hapo nyumbani pale jijini Mwanza wanakaribisha Namungo. Saa 10:15 ni Tabora United wa Nyamwezi mbele ya klabu ya Yanga. Saa 10:15 Fountain Gate anacheza na Singida Black Stars kuna dimba la Tanzanite kwa raha, na siku inafungwa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. KMC anacheza na Wajelajela Tanzania Prisons. Prisons hawana afisa habari, wampatie kazi Brown. Iko wazi. Sasa kwa wale tulioacha hiyo issue ya voice note. Ni kwamba kuna sauti zimevuja, inadaiwa zile sauti kuna mtu anazungumza na goalkeeper wa timu inayocheza na Yanga leo, timu gani? Tabora United. Inadaiwa ndo wanazungumza wakimshawishi. Yaani kuna mtu anazungumza na ule goalkeeper akimshawishi leo hii aachie. Aruhusu. Sasa wanaongea Kiingereza. Huyo atakuwa ni yeye lakini sio Yanga. Twende kwenye dozi. Nani waongea mzuri sana. Dozi asubuhi. Miras.